Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein na bado tunaendelea kukujuza masuala mbalimbali ya kisiasa hasa katika ulimwengu huu, lakini tumtazame rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa India Waziri Mkuu Narendra Modi, ambapo inadaiwa kwamba wakati huu Marekani imeingia katika mvutano na India. Marekani imeingia katika msuguano mpya wa kimahusiano kati yake na India. Lakini uhusiano huu unachafuliwa na kauli iliyotolewa na rais wa Marekani kwamba Marekani ilisaidia mchakato wa makubaliano kusitisha vita kati ya India na Pakistan kwa kutumia mazungumzo ya biashara. Kumeibuka mvutano huo mpya kuhusu uhusiano wa India na Marekani kufuatia madai ya rais wa Marekani Donald Trump kuwa yeye ndiye alifanikisha usitishaji wa mapigano kati ya India na Pakistan. Lakini pia itakumbukwa kwamba mataifa hayo mawili yalitumbukia kwenye mzozo mnamo mwezi Mei mwaka huu, na katika mazungumzo yaliyofanyika kwa njia ya simu kati ya Waziri Mkuu wa India Narendra Modi alimwambia rais wa Marekani Donald Trump kuwa hatua kusitisha vita ilifikiwa kupitia mazungumzo kati ya majeshi ya India na yale ya upande wa pili kwa maana ya Pakistan, na si chini ya usimamizi wake rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump. Hilo limewekwa wazi na waziri wa mambo ya kigeni wa India Vikram Misri aliyetoa ufafanuzi baada ya mazungumzo ya Trump pamoja na Modi. Katika taarifa yake, Misri ameeleza kuwa Waziri Mkuu Modi alisisitiza kwamba India haikubali usuluhishi kipindi cha nyuma kati yake na Marekani. India haikukubali usuluhishi kipindi cha nyuma na kamwe haitakubali. Hakukuwa na tamko lolote la ikulu ya Marekani kuhusu suala hilo. Modi na Trump walipangiwa ratiba ya kuonana pembezoni mwa mkutano wa kundi la nchi zinazoendelea zaidi kiviwanda duniani G7 uliofanyika nchini Canada, lakini hawakukutana kwani Trump aliondoka mapema kutokana na hali tete iliyokuwa ikiendelea katika eneo la Mashariki ya kati ya Iran pamoja na Israel. Licha ya kuwa Modi na Trump wana uhusiano mzuri, kuna imani kuwa kutotabirika kwa Trump na mbinu yake kuangalia zaidi maslahi ya kibiashara katika masuala yanayohusu sera za kigeni, huenda yote hayo yakautia doa uhusiano wao. India na Marekani wapo kwenye mazungumzo ya kibiashara. Kwa sasa India inafanya mazungumzo yanayolenga kupata makubaliano ya kibiashara na Marekani, lakini yamekumbana na changamoto kadhaa. Ni wakati tarehe ya mwisho wa kusitishwa kwa ushuru uliotishiwa kuwekwa na utawala wa Donald Trump dhidi ya washirika wa kibiashara wa Marekani. Balozi wa zamani wa India kwa Pakistan Ajay Bisaria ameiambia shirika la habari la DW kuwa hadi sasa New Delhi imekuwa ikikabiliana na Donald Trump kwa utulivu wa kimkakati, na ameongeza kuwa pamoja na hilo, baada ya Trump kudai alikuwa na jukumu kubwa katika kusuluhisha mzozo wa hivi karibuni wa Pakistan na India, umma wa India ulisasisha hilo. Bisaria amefafanua kuwa maoni ya watu wa India yanaonyesha kuwa kwa sasa Marekani ni mshirika asiyeweza kutegemewa. Mwanadiplomasia huyo wa India anaongeza kuwa kila wakati Marekani inapojihusisha na jeshi la Pakistan, kama wakati Trump aliposhiriki chakula cha mchana na mkuu wa jeshi hilo la taifa la Pakistan Jenerali Asim Munir, huwa ni ishara mbaya. India inaishutumu Pakistan kwa kuwasaidia magaidi. Mgogoro uliopo kati ya India na Pakistan unahusu namna ambavyo India inaishutumu Pakistan kwa kuunga mkono magaidi katika eneo la mpaka baada ya shambulio dhidi ya raia ambalo liliua watu 26 katika eneo la Kashmir lililoko chini ya India. New Delhi ililaumu Islamabad kwa kusaidia kufanikisha shambulio hilo, suala ambalo Pakistan ilikanusha. Kwa upande wake, Mehera Shankar aliyewahi kuwa mjumbe maalum wa India kwa nchi ya Marekani aliambia shirika la habari la DW kuwa ni vigumu kupinga madai ya Trump kuwa alisaidia kumaliza mzozo wa India na Pakistan, kwani India haikutaka kuingia katika vita kamili. Anasema inawezekana kuwa utawala wa Trump ulisaidia kuishawishi Pakistan kuachana na mapigano. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba yanayoendelea sasa kati ya Marekani na India yameonyesha msuguano mpya wa kukosa uaminifu katika uhusiano kati ya mataifa hayo mawili, lakini ushirika unaweza kuzishinda changamoto na kutengeneza mustakabali bora na zaidi wa kudumu na kutoa fursa mpya. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.